Karibu tena wakati mwingine mzuri kwa ajili ya baraka nyingine, kwa ajili ya kufundishwa na yeye kupitia ile nguvu ya majira tunayoishi sasa, ya siku ya mwisho iliyokwisha kuanza, kwa ajili ya sisi kuendelea kueleweshwa kwa utukufu. Kwa hiyo karibu kiongozi, karibu ambaye si kiongozi, karibu kijana, karibu ambaye ni binti, karibu malkia, karibu rafiki, karibu mweupe, mweusi, karibu mtumishi, karibu mwenye imani zote, kwa sababu majira ya siku ya mwisho haina imani, haina kwamba hii ni dini yangu, haina. Yeye Baba hana hizo, ila ni kutufundisha tufahamu ile kweli na majira yake itende kazi kama vile tulivyokusudiwa. Leo tuko hapa, lakini kabla ya yote basi tumshukuru pale ulipo, mshukuru Baba, mwambie niko tayari kwa ajili ya wewe kunifundisha na unieleweshe haya ambayo yanafundishwa na wewe mwenyewe kupitia rafiki, kupitia ile majira timilifu na mwaka na ile siku ya mwisho kwa ajili ya kuhukumu uharibifu, yani uongo na roho za uongo juu ya nchi. Kwa hiyo tushukuru Baba mwema mzuri, tunakushukuru, tunakuinua kwa majira nyingine, kwa ajili ya wote wanaopokea, kwa ajili ya viongozi, kwa ajili ya vijana mabinti, kwa ajili ya wale wote ambao wewe mwenyewe umewakusanya kwa ajili ya kupokea, weupe, weusi, wekundu na uumbaji wote, kwa sababu ni maisha ya nchi. Tunainua utimilifu wa kila mmoja, wewe mwenyewe kutufundisha kwa utukufu wako imetokea. Karibu sana, karibu kwenye Kweli Yote TV kwa ajili ya kuendelea kufundishwa kupitia utimilifu wa yale mema na mazuri. Leo maana ya siri ya 66, maana ya ile siri ya 666, na imefutwa na Baba ambaye ni kweli yote. Utaielewa maana ya ile 66. Wengi wanajua kwamba itagongwa mwisho hii namba, lakini ni kwa sababu ya yale ambayo tulikuwa tumeishi kwenye utumwani Babeli. Kabla ya kufundisha kila ambacho kinatakiwa kwa ajili ya kuelewa hii, lazima tujue tulikuwa wapi na tuko sasa wapi. Kabla ya majira ya siku ya mwisho, mwaka uliobeba siku ya mwisho wenye wiki, mwezi wenye siku 28, miezi 9, ndio mwaka ambao uko kwenye Luka 1:26 mpaka 33. Kabla tulikuwa tunaishi hapa, tulikuwa tunaishi kabla ya ile anguko. Kwa hiyo hapa kwenye nguvu ya baada ya kuita ni mwaka wenye miezi 9 kuanzia ndani, waliita miezi 9, ina maana tukapotea hapa. Alafu wakati wa kuzaliwa, ina maana hii majira haihesabiwi, tunaanza kuhesabiwa nje. Kwa hiyo ikawa ndio Yerusalemu ambayo tulikuwa tumepewa kwa ajili ya kuendelea, lakini na yenyewe ikawa mateka, kwa sababu ikawa Babeli, kwenye mahali pa utumwa, ambapo tulienda baada ya ile anguko la Mwanzo 2:23. Adam na Hawa wakamwacha baba, wakamwacha mama, ina maana wakaachana na ile mfumo wa kweli yote ambaye ndiye baba wao, wakijiita baba, wakaachana na ule mfumo wa mwezi kuwa na 28 na mwaka kuwa na miezi 9, wakaingia kwenye mahali pa maisha ya majani. Kwa hiyo tukawa tumepelekwa utumwani ile miaka 930, ile Mwanzo 5:5, kwa ajili ya kutumika mara mbili. Watu wote tukawa tuwezi tena kwenda mahali pa kutotumika mara mbili, tukawa tunatumika sasa na adui kwa ajili ya kutumika mara mbili, na ndugu zetu wakawa wanatumika mpaka miaka 70 ilipotangazwa na Yeremia kwamba kuna miaka 70, lakini hakuna aliyekuwa anajua. Kwa hiyo huko sasa ndio tukaishi muda mrefu sana. Kwa hiyo hata wa manabii, mitume wote wametokea huko. Ndio maana akawa amesema kwenye pale wakati anamkabidhi Babeli kwenye Yeremia 25:5, mimi nimeumba dunia hii na wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, na kwa uwezo wangu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa mfalme
wa Babeli, mtumishi wangu. Kwa hiyo aliambiwa yeye ndio atumiliki, yeye ndio atutawale. Ndio unayemwona Farao kwa sura nyingine, anaitwa Herode kwa sura nyingine, anaitwa, yani ni majina mengi yaliitwa, lakini ni yule yule mmoja, lakini representa mkubwa juu ya kuonekana sasa ni Babeli kwa ajili ya Amerika, na taifa lile ni kwa ajili ya Israeli. Alafu Akalidayo ni ile majira ambayo inasimama kwa ajili ya utendaji wa 31. Kwa hiyo tunaona hapo wakatokea mitume, manabii wengi, lakini tukawa tumeonywa tusisikie habari zao. Lakini kwa sababu tayari tulikuwa hatuna macho, hatuna masikio, na hakuna alivyokuwa anatuambia kwamba tuko utumwani, tulifundishwa kama maisha kawaida. Ndio maana akasema, lakini katika habari ile mstari wa 9, ile 27:9, lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanaoambia kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, kwamba kuambia kwamba sasa uokovu umefika. Yani usidanganyike, alikuwa anasema hivi katika maelezo haya kwamba hakuna mtu atakaye kuja na kudanganya mpaka itimie siku ya mwisho, ndio utumwa utatoka. Ndio maana tukaambiwa tuzaane huko, tuishi huko, kuwe na ibada. Hizi zote unazoziona zilikuwa ni ibada ambazo zilikuwepo baada ya anguko. Yeremia 29 ile mstari wa 4, yeye Baba akasema hivi, awaambia hivi, watu wote waliochukulia mateka niliyowafanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake mkazae wana wa binti zenu, kaozeni wana wa binti zenu, kaoze waume binti zenu, wazae wana binti zenu, mkaongezeke wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Baba. Katika amani yake nanyi ndivyo mtakavyopata amani. Maana yeye asema hivi, manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye, kwa maana mpaka itakapotimia miaka 70. Kwa hiyo sasa ina maana hakuna aliyekuwa sasa anajua hata ile ujio wa utumwa kwa ajili ya kwamba tuko utumwani au tuko utumwani, kwa sababu ibada ziliendelea, tulizaliwa huko. Ndio maana ili uone ulikuwa ni utumwa, ni kile kitendo cha Yesu kutumwa na kisieleweke. Ile Isaya 6 ule mstari wa 4 wa 8, hii ndio utume wa Yesu juu ya nchi. Kisha nikasikia sauti ya kweli yote ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume. Naye akaniambia, nenda ukaambie watu wao, ulizeni kusikia lakini msifahamu, ulizeni kutazama lakini msione, unaoneshe moyo wa watu wao, ukaatie uzito masikio yao wasisikie wala kuona, na kurejea nikawaponya. Ndipo nilipouliza, Baba, hata lini? Naye akanijibu, hata miji itakapokuwa ukiwa haina wenyeji, na nyumba zote zitakapokuwa hazina watu, na nchi itakapokuwa ganjo kabisa, hata yeye atakapohamisha watu waende mbali sana, na mahame yatakapokuwa. Kwa hiyo tulikuwa mbali. Kwa hiyo kwa sababu Baba alitunyang'anya wakati tunaachana, jicho, sikio na ile akili nzuri tuliachana kwa ajili ya kunyang'anya. Kwa hiyo sasa ina maana hakuna ambaye angeweza kufahamu neno linaloitwa 666. Ni maneno tu ya mitume na manabii kwamba siku ya mwisho tutachapwa hapa kwenye hapa, tutachapwa, hakuna kununua wala kuuza. Yaani ni maneno ya mitume na manabii wakiwa Babeli wakitufundisha hizo habari. Lakini akasema wakati wake ukifika. Ndio maana hata Yesu wakati anakuja hakueleweka alichokuja kufanya, kwa sababu ilikuwa ni siri ya Baba na yeye, kwa ajili ya yeye kuja kutuonyesha ile siku ya mwisho ikoje na ibada zilivyo, kwa sababu alikuwa anaenda kwenye masinagogi anafundisha. Ndio akaja kutuonyesha kwa Petro
akionyesha kwamba kwa sababu umeelewa hivi uelewa, lakini kanisa nitalijenga juu yako. Ilikuwa ni nguvu ya unabii. Ndio maana tunaona kwenye Mathayo 26:69 Petro anamkataa. Ina maana anakuonyesha mfumo wa Yerusalemu ilivyo, kwamba msingi wake umejengwa kwenye mitume 12, lakini yule masa kiongozi hana utendaji wa kuambatana na ile kweli. Hata wale 11 kwenye Marko 16 ile 14 hakuna na penyewe. Kwa hiyo tunaona ilikuwa ni nguvu ya utendaji wa kinabii, lakini kwa sababu hakuna aliyekuwa anaelewa, ndio maana mapepo tu, ukisoma kwenye Mathayo ile 8:28, mapepo tu ndio yalikuwa anajua kwamba Yesu hajaja kubadilisha chochote. Sasa ndio akatokea Paulo ambaye tunamuona kama ni mtume kwa ajili ya kwamba ametumwa na Yesu. Lakini Paulo hakutumwa, ni wale wote waliokuwa ni mtume, waliokuwa mitume kwenye kipindi cha Babeli, kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa ameachiliwa. Mitume 12 walimwasi. Anaonyesha kabisa kwamba hakuna mtume niliyemwachia anoint. Kwa hiyo yule akasema majira ya utimilifu atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani. Kwa hiyo imani hakuna. Kwa hiyo ilikuwa hakuna. Kwa hiyo ile Paulo naye kwa sababu hakueleweka kwamba alitumwa na nani na alitumwa nini, kwa sababu yeye ndio alikuwa anasimama kwenye siku ya mwisho. Angekuwa ilikuwa haji mwingine, kwa sababu maelezo yake ilikuwa yote ya kale. Yeye Yesu kwenye majira ya mitume wake aliachia Yohana ile 21, kwa sababu pale 15 ndio anampaka mafuta kwamba je, Petro anipenda? Je, Petro anipenda mara 3. Kwa hiyo hapo kutoka ile Yohana mpaka Ufunuo ndio alikuwa anatakiwa asimame hivi. Lakini hivi vitabu vya katikati ya Matendo na Yuda ilikuwa ni kwa ajili ya kufiksi ile ibada za tumaini na za imani kwa ajili ya maisha ya mbinguni, yani maisha ambayo kwa uhalisia yeye akija ndio anafumua. Kwa hiyo sasa ilikuwa sio rahisi kujua hiyo maana. Leo sasa ndio unajua, utafahamu kwamba maana ya siri ya namba, maana ya ile siri ya 666, kwa sababu tuko kwenye majira ya siku ya mwisho, yote yanawekwa wazi. Kwa sasa jambo kubwa, kwa sababu ilikuwa ni fumbo la shetani la kutofahamu. Kwa sasa mambo makubwa ambayo yanatakiwa wewe na mimi tuendelee kuyaelewa ni haya mambo matano. Kwanza haya 6. Kwanza neno mbinguni. Mbinguni uelewe, lisikuchanganye, kwa sababu uumbaji wote wa giza, kwa sababu ulifichwa neno mbinguni. Hilo ni jambo la kwanza, ulifichwa neno mbingu. Hata kama wanajua, lakini sio ile ndani inavyotakiwa kwa ajili ya utimilifu wa watu wote kuwa huru. Walifichwa neno mawinguni, walifichwa neno wingu, kumwona wingu, ukimwona kwenye wingu jeupe, na walifichwa neno damu. Damu ilifichwa kabisa. Ndio maana unaona watu wote wanatumia damu, wakatumia damu ya Yesu, wengine wanatumia maji kubadilisha kila ambacho unakiona, lakini hawakufaa na ile neno mauti na kuzimu. Kwa sasa mbinguni, kama ulivyosoma na ambavyo sasa tunaendelea kujifunza kwenye Kweli Yote TV, like kwa ajili ya kusubscribe, utaona ile nguvu ya mfumo wa mafundisho kwa ajili ukijiconnect, kwa ajili ya kuanza kuangalia kwamba hii mbingu ni nini, mbinguni ni nini, utapata maana. Lakini narudia, mbinguni ina maana ni ufahamu wa juu wa uelewa. Sasa kuna mbinguni mbili, kuna mbinguni ya Baba ambayo na mbinguni ya Shetani, zote ziliwekwa moja. Kwa hiyo mbinguni ya Baba ni mahali pa juu pa kumwelewa Baba ni nani, ndio afute ile mauti. Kwa hiyo ukisoma kwenye ile nguvu ya Mika 1:2 mpaka 6 utaipata, na ile Isaya ile 26 ule mstari wa 21 utapata hapo. Kwa hiyo mbinguni ya Shetani
ni ile watu kulala, yaani kufa, alafu kwa ajili ya kosa hawaendi mbinguni, walikuwa na kufa wanaenda mahali pasiri ambako kwa ajili ya kutumika mara mbili. Tunaona hapo utapapata kwenye Samueli wa kwanza 28 ile 3 ule mstari mpaka mstari wa mwisho, na Luka 16 ule mstari wa 19 mpaka mwisho, na ile Isaya 36 ile 38 mstari wa 18, na Mhubiri 9:4 utapata. Tunaona hiyo ndio mbingu ya Shetani, kwamba msiabudu kwa sababu wale wanateseka, na ile Ufunuo 6 ile 9. Maana yake tunaona mbingu ni nini nayo? Mbingu ni ufahamu, ile level ya ufahamu, level ya understanding. Kwa hiyo inategemea standard 1, standard 2, 3. Kwa hiyo hapo ndio anasema ataondoa mbingu. Ukisoma kwenye Isaya 34 ile 4, atakunja mbingu kama karatasi, na ile Ufunuo 6:14 atazikunja mbingu zote, yaani atakunja fahamu zote zile ambazo tulikuwa tunazijua na tunazielewa, kama sasa anavyozikunja. Alafu mawinguni ina maana ni mpeleka habari huyu sasa, ambaye anasema kwa ajili ya utimilifu wa hii habari ya kweli yote. Huyu ni mpeleka habari sasa. Kwa hiyo ndio Ufunuo 14:14 na ile Mathayo 26:64 utaipata hapo mawinguni. Bwana mawinguni, tutamwona akija mawinguni. Tunaona kwenye wingu jeupe na lenyewe ni mahali pa habari za kweli. Ndio maana ukifungua kwenye mahali pa Ufunuo 1:7 na Ufunuo 14 ile 14 utaipata hapo. Damu, maana ya damu ni uhai, lakini tulikatazwa kunywa damu. Ile Walawi 17 ile mstari wa 10 mpaka 15 alitukataza, lakini kwa sababu hatukuelewa neno matumizi ya damu alikuwa na maana gani, kwamba kwa damu yangu, kwa kupigwa kwangu mtapona, yaani kwa kumaanisha na kukaza kujifunza, yule alikuwa na maana hiyo. Ukisoma kwenye mahali pa Yohana ile 6 ile 54 kwamba mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kwenye Yohana 17 ile 17 utawatakasa kwa ile kweli, kwa maana kweli yako ndio utakaso. Kwa hiyo hapo tunaona ndio maana haturuhusiwi kunywa damu, yaani damu, neno damu aliruhusiwi. Tunaona mauti na kuzimu, na yenyewe mauti na kuzimu haikuweza kufahamika. Tunaona mauti kwamba tutakombolewa na nguvu za mauti na kuzimu, tukawa tunajua ni kufa wale waliolala alafu ndio wafufuliwe, lakini haikuwa hivyo. Ni sisi tulio hai ambao tayari ndani yetu tumekufa mara mbili, kwa ajili ya mafundisho mbalimbali, kwa ajili ya elimu mbalimbali na imani mbalimbali ambazo zimetengeneza mauti ndani yetu kupitia ile Ezekieli 37 ule mstari wa kwanza mpaka 28. Utakuta pale kwamba anatuambia atatutoa kwenye nguvu ya makaburi tuliyokuwa tumeunganishwa naye. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba mbinguni inaeleweka, sasa mbingu zinaeleweka, mawinguni panaeleweka, wingu jeupe linaeleweka, wingu ina maana na damu na neno mauti na kuzimu. Kwa hiyo hayo ndio mfumo uliokuwa kwa uhalisia kabisa tulikuwa tunatakiwa tujue, lakini hawezi kujua mpaka tu utimilifu huu wa Baba, kwa ajili ya yule moyo wa Baba ambao tulikuwa tunamwita Roho Mtakatifu, kwa ajili ya utimilifu wake, kama Yohana ambavyo anasema ile 7:37 kwamba Roho alikuwa hajaachiliwa, anaachiliwa kwenye majira ya siku ya mwisho, ile ya kujua kwamba mwaka wa watu wote ndio umebeba siku ya mwisho ambao hauna usiku wala mchana, kwa ajili ya kuvunja lile agano la Yakobo na Daudi ambalo tayari lilikuwa agano la kidevil worship. Kwa hiyo tunaona sasa jambo jingine ambalo tulikuwa tunatakiwa kufahamu ni neno mwanamke na neno kahaba. Kwenye vitabu hivi tunaona neno mwanamke, tukasoma kwenye Ufunuo 12:1 na Ufunuo 17. Wakati Adam na Hawa walikuwa ni Adam, wakati wa kuachana vile kukatokea mwanaume na mwanamke,
Hapo ndipo kulitokea utendaji wa kujitenga na baba. Kwa hiyo nguvu ya mwanamke na mwanaume ndio kukawa na mfumo fulani wa kwamba kukawa na wanamke na wanaume. Kwa hiyo hilo likawa ni pigo. Kwa hiyo kila mmoja sasa, ndio maana unamwona baba anakuwa anaitwa baba juu ya nchi, ambaye kwenye nguvu ya Mathayo 23 ile 9 anakatazwa, wakati sasa kweli kwa levo ya Yesu amekuja ndio mtu yeyote asijiite baba. Alikuwa anajua kwamba baba ni kituo kikubwa ambacho maana yake, kwa sababu tulikuwa tujafika, tukishafika tukijua mtu yeyote juu ya nchi hataki kuitwa baba, kwa sababu baba ina maana ni ile kweli yote. Sasa na mababa unajua tena, ndio maana tunaitwa sasa marafiki. Kwa hiyo mwanamke au kahaba ni yule aliyechukua mfumo huu baada ya anguko. Yeye baada ya kuita mwaka akaita miezi 9. Hapa ndipo alitokea yeye. Kwa huyu sasa akawa ni creator wa kila kitu juu ya nchi, kwa sababu alikalia maeneo ya ndani. Kwa hiyo baada ya mwaka kuanzia ndani ukawa unaitwa miezi 9. Kwa hiyo miezi 9 ikawa haina nguvu huku nje, kwa sababu huku nje ni mwaka, huku ndani ni miezi 9. Kwa hiyo hapa kuna wiki. Kwa hiyo wote waliokuwa hapa ni wiki, hawana nguvu ya chochote, kwa sababu mwaka ndio utimilifu. Kwa hiyo hapa ndio akakaa kahaba, ndio akakaa kwa ajili ya kuwa yeye ni mtawala wa kutawala huku nje. Ndio maana ukiwauliza wale walio kwenye utaratibu wa uharibifu, wanakuambia mali zinatoka kwa kahaba. Huyo ndiye alikuwa amekalia mahali pa utawala juu ya nchi. Kwa hiyo wakati yeye baba anaturudisha ni kumfuta yule kahaba na yule malikia photocopy aliyekuwa amekalia mahali pa Mwanzo ile 3:20, mama wa wote wenye uhai. Kwa tunaona hapa huyo kahaba kwenye Mwanzo 12, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Yeye ndio alikuwa mtawala wa huku, lakini anakaa huku. Ndio maana unaona hapa kukawepo yule Mariamu, lakini kwa sura asili sana. Huyo baba atatufundisha baadaye, wakati tayari uumbaji umeshakuwa sasa umefundishika hapa. Kwa tunaona huyo mwingine ni joka. Joka maana yake ni ndimi mbili. Ndio maana unamwona nyoka anakuwa na ndimi mbili. Ina maana hakuna kweli ndani yake, maana ya hiyo. Kwa ukimwona neno joka kwenye humu, ina maana ni mtu ambaye hasimami kwenye ile kweli. Hiyo ni roho. Tunaona neno jingine hapa ambalo ndio lilikuwa linatumika sana kwenye kitabu hiki. Hiyo utakuta kwenye joka ni ile Ufunuo 12:3. Ikaonekana ishara nyingine joka huko mbinguni. Kwa hiyo mbinguni kwenye utumishi wa zile roho ambazo unaziona kwenye utendaji ambao ndugu zetu walipokuwa wanalala, kuna roho za asili huko zilikuwa kwa ajili ya ile joka, ndio zinafanya madoido ya kuwatumia kwa ajili ya kutaabisha ndugu zetu. Kwa hiyo tunaona kwenye Ufunuo ile 12, itaisoma huyo joka. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Ina maana ni maisha ya udanganyifu kwenye mbinguni ya adui. Kwa hiyo ni zile roho za udanganyifu. Unakuta kwenye labda kwenye maombi na maombezi na ishara, watu wanaanguka, wanaanza kusema mambo mengi. Kwa hiyo zile ni ndimi ambazo ni za roho za uharibifu za huyo roho joka. Tunaona 3, mnyama. Neno mnyama. Neno mnyama ina maana
inapitia nguvu ya kutumia makafara ya damu, makafara mbalimbali. Ndio maana unaona kwenye Ufunuo 13:9 ile 4 mpaka 7 tunamwona yeye anajionyesha hapo mnyama, na huyo ndiye ambaye sasa tutamsoma kwa uelewa. Wakamsujudia yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, na wakisema ni nani afananaye na mnyama huyu, tena ni nani awezaye kufanya? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu na makufuru, akapewa uwezo wa kufanya vita miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane yeye kweli yote, na kulitukana jina lake na maskani yake na wakao juu mahali pake. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda majira zote, kwa sababu wote tulikuwa tunatumia damu, tulikuwa hatuwezi kusimama. Ndio maana huwezi ukasimama unatumia damu, neno damu kwa namna yote, ukasimama kwa adui, kwa sababu wanajua ndio wanapatia nguvu hapo. Tasoma hapo kwenye Walawi ili uone kwamba yeye agano lake ni damu. Kwa hiyo anawashinda watakatifu kwa kuwapiga na kuangamiza wazuri. Ndio maana unaona juu ya nchi wazuri ya wakai walikuwa wanaambiwa wanakwenda mbinguni, walikuwa wanauawa na adui. Baba hawezi akamuua mzuri, walikuwa wanatakiwa kuuawa wabaya, ila kwa sababu ya injili za Babeli zikawa zinafunika ile kweli. Nasoma Walawi 17 ile 10. Kisha mtu awaye yote wa nyumba hii niliyemuumba, au miongoni mwa hao wageni wakao kati yenu, atakayekula damu ya aina yote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu. Kwa hiyo nimewaambia wote, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Mtu yeyote aliye na wana wa Israeli ambaye ni sisi sasa, au wa hao wageni wakao kati yenu, ambaye amemshika mnyama au ndege ambaye huliwa katika kuwindwa kwake, akamwaga damu yake, atamwaga damu yake na kuifunika mchanga, kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu ni pamoja naye. Kwa hiyo damu inasema, kwa hiyo damu inaongeaga. Kwa hiyo ukila damu ya mnyama unakuwa ni mnyama. Kwa hiyo makafara sasa juu ya nchi kwa ajili ya wenye haki kuangamia yalikuwa zile damu zao za kulia. Kwa nini naangamia? Nimetenda kwa haki. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kwa ajili ya ile nguvu ya mioyo yao kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi na kutumikishwa na maadui. Kwa hiyo tunaona hapa kwenye Yohana ile Mwanzo 4 ile mstari wa 8, Kaini akamwambia Habili nduguye, yuko wapi? Twende uwandani. Ikawa alipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Yeye baba akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi, ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika nchi. Kwa damu ya mwenye haki inalia. Kwa kila mwenye haki aliyekuwa na uawa, ilikuwa ni kafara kwa ajili ya yule roho ya huyo mnyama ambaye utamjua huko mbele. Kwa ndio maana unaona wanalia hapa wenye haki walioangamizwa bila majira yao. Ile Ufunuo 6 ule mstari wa 9. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya ile kweli, kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, E Mola mwenye kweli, hata lini kutohukumu
wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi. Kwa tunaona hiyo roho ya kinyama. Ndio maana Isaya 26 anasema damu ile iliyoko chini haitafukiwa tena. Tunaona roho nyingine ni baba wa uongo. Baba uongo baada ya anguko la Mwanzo 2:23, ina maana alikuwa ni Adam ndio alikuwa mtawala juu ya nchi. Kwa hiyo ile roho ya uasi ikamwingia, akageuzwa kuwa baba ambaye ndio ana represent. Ndio maana unaona wababa hawaendi kwenye ibada, ni wadogo wanaoenda. Kwa hiyo tayari wana uungu ndani yao wa kusema sisi ni baba. Ndio maana kwenye Mathayo 23 ile 9 akasema marufuku mtu kuitwa baba. Kwa hiyo akawa amebadilishwa kuwa baba wa uongo. Tunaona mwingine ni mungu wa dunia hii, ni roho ya udanganyifu. Tunaona na ibilisi na shetani, hizi ni roho. Hizi zote kiti chake ni uongo, ndio kimesimama kwenye utendaji unaoitwa mauti na kuzimu. Huyu ndiye amewakilisha hizi roho zote, kiti chake ni mauti na kuzimu. Kwa hiyo ukimwona huyu kahaba, kiti chake ni mauti na kuzimu, ni uongo. Ukimwona joka, kiti chake ni mauti na kuzimu, uongo. Ukimwona mnyama hivyo hivyo ni mauti na kuzimu, uongo. Ukimwona baba uongo, naye kiti chake ni uongo. Ukimwona mungu wa dunia hii, naye ni uongo. Ndio maana hata mahali kwenye kituo kwa Paulo kwa ajili ya Wakorintho wa pili ile nene utamwona kwamba hapotoshi bali hachanganyi iliyo uongo na kweli. Yeye alitumia neno. Ibilisi shetani kiti chake ni uongo. Ndio maana akasema audanganyaye, ile Ufunuo 12 ile 7 mpaka ile 10 na Luka 4 ile 5. Kwa hiyo tunaona Hosea 13 hicho kiti chao. Kwa hiyo ile Isaya 28 ndio anasema kwamba uongo ndio umekita mizizi. Alafu ndio tuingie kwenye hiyo 6:6. Ndio unapata kuelewa kwa urahisi. Isaya 28 ule mstari 14. Basi sikieni kweli hii, watu wenye dharau na watawala watu wangu, hawa walio ndani ya Yerusalemu ya kwanza. Kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikalo tutakapopita halitatufikia sisi. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hayo yeye Baba asema hivi, tazama naweka jiwe ambalo ndio kweli yote, ndio msingi juu ya nchi, jiwe ambalo ni la katikati, lenye thamani, msingi ulio imara. Yeye aminie hatafanya haraka. Nami nitafanya hukumu kuwa ndio timanzi, ndio kanuni, na haki kuwa ndio timanzi. Na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapagalikisha mahali pa kujistiri. Na agano lenu mlilopatana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo takapopita litapita kila wakati, litapita asubuhi, litapita jioni, litapita mchana kama linavyopita sasa. Kwa hiyo wewe ni kujifunza tu na kusubscribe kwa ajili ya ile Kweli Yote TV na kulike. Kwa sasa ndio tunakwenda kuona sasa, je, namba 6:6 ni nini sasa hii? Sasa namba 6:6 ilionekana kwenye mahali pa Ufunuo 13 ile 1:18. Tuliona hiyo injili hizo za kina, tukiwa utumwani tunaambiwa tutapigwa chapa. Hatujui kwamba ni lini au imeshapigwa au tunaishi humo kwenye hiyo 6:6.
Nasoma, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10. Sasa twende moja kwa moja kwenye ile 6. Hapo ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na aihesabu. Akapewa kutia pumzi, ile tuanze 13, 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kufanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Naye afanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya sura zao, tena kwamba mtu awe yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na ile chapa, yaani jina la mnyama yule na hesabu ya jina huyo. Hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Hesabu yake ni 666, hiyo code number. Ndio maana kwa naona tumekaa hapo muda mrefu. Sasa tutasoma hapa alafu tupate uelewa kwamba alikuwa na maana gani kwa hiyo namba. Huyu mnyama, tunamwona mnyama akiwa kama roho. Kwa hiyo hapa tumeona ni nyama yenye agano. Hapo maana ya pale tulipokuwa tunasema mnyama, ina maana ni nguvu ya maagano ya kikafara juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona hapo kwenye Ufunuo 13:1 tunamwona huyo mnyama. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Huyo mnyama, na yule mnyama nilimwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Sasa twende tukaelewe maana halisi kwenye Ufunuo ule mstari wa 17. Anapata wapi nguvu na anatoka kwenye bahari? Bahari ni wapi? Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, anatoka wapi? Na hizo namba zitakuwaje? Ufunuo 17 ile 1. Akaja mmoja wa wale malaika 7 mwenye vile vitasa 7, akasema nami akisema, njoo huku nikuonyeshe hukumu ya yule kahaba aketie juu ya maji mengi. Andika maji mengi, ambao huyo ni bahari na huku ni maji mengi, ambao wafalme wa nchi wamezini naye nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa makufuru. Huyo akachukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama, na huyo mnyama anatoka baharini. Je, huyo kahaba na huyo mnyama anayetoka baharini, huko baharini ni wapi? Ndio tunasoma kwenye Ufunuo 17 ile mstari wa 5. Na katika kipaji chake cha uso alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba, aliyekaa kwenye ule anaitwa mnyama, ambaye kwa mwisho tutaenda kuona kwamba kuna nguvu ya watu kupigwa chapa na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelevya kwa damu ya watakatifu kwa ajili ya kuwa na kwenye nguvu ya kutumia makafara ya wanyama na watu kuuawa wenye haki, na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu, na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na mnyama huyu amchukuaye, mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Yule mnyama uliyemwona alikuwepo, naye hayuko, naye yu tayari kupanda
kutoka kuzimu, huyo mnyama. Sasa huyo mnyama na huyo Kaaba na hayo maji mengi waliokalia wamekaa wapi? Na hiyo chapa inapigwa kwa ajili ya utamaduni gani au kwa namna gani? Tunaona hiyo nguvu ya Ufunuo 17:15, maji mengi alipokaa huyo Kaaba. Kisha akaniambia yale maji mengi uliyoona hapo kitipo yule Kaaba na yule mnyama ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Sasa tunaenda moja kwa moja sasa kupata utimilifu wa uelewa huo. Roho ya mnyama ina maana tunaiona hapa, maji mengi ina maana kwenye kabila, kwenye lugha, kwenye nguvu ya utendaji wa jamaa ko, huyo ndiye amekaa. Kwa hiyo namba haionekani ni namba gani, iko kwenye nguvu ya 666. Sasa tunaenda moja kwa moja sasa kwenye Ufunuo 17:9, alafu tutakwenda kwenye Wafalme wa Kwanza ile 10, alafu tukapate uhalisia hapo. Basi hatutakuwa na mambo mengi sana, utakuwa umeshajua fumbo la shetani. Anasema hivi, yule mnyama uliyemwona alikuweko naye hayuko, naye yu tayari kupanda juu kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima hakijawahi kuinuliwa, kile kitabu kilichofunguliwa hichi cha majira. Sasa hivi ndio tunaandikwa. Tangu kuwekwa misingi ya umbaji, watastaajabu wamwonapo yule mnyama ya kwamba alikuweko naye hayuko, naye atakuweko. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia huyo mwanamke. Sasa tunakwenda kwenye kule anapokaa, na hiyo chapa iko hapo. Je, ipo? Wafalme wa Kwanza ile 10, ile 10 ule mstari wa 14. Basi uzani wa dhahabu uliomfikia Sulemani mwaka mmoja ndio talanta 666. Yaani ile namba, kwa sababu Sulemani ndio aliyekuwa kwenye agano la jua na mwezi kupitia baba yake Daudi na Yakobo. Kwa Yeremia ile 38:20-26, ile agano la Yerusalemu la kwanza ambalo ndio litakuja lililovunjwa na hii majira ya mwaka wenye miezi 9, kwa sababu hii ni mwaka wenye miezi 12. Hii ni kiunabii. Hii ni kwa ajili ya maisha halisi ya siku ya mwisho, kwa ajili ya kuanza kuabudu wote pamoja. Kwa hiyo tunaona aliyekuwa amepewa dhamana kwenye ile agano alikuwa ni Daudi na Yakobo. Kwa hiyo Yakobo akasema hatakosa mtoto. Aliyekuwa mtoto wa Daudi ni Sulemani. Hasa Sulemani namba yake ya utajiri, hiyo namba ambayo tayari dunia ndio anasema hapo siku ya mwisho kutapigwa chapa. Basi uzani wa dhahabu uliomfikiria Sulemani mwaka mmoja ndiyo talanta 666, zaidi ya faida ya wachuuzi na bidhaa na wafanyabiashara ya wafalme wote na hao waliochanganyika na maliwali na nchi. Na mfalme Sulemani akafanya ngao 2 za dhahabu iliyofuliwa, kila ngao moja ilipata shekeli 600. Hiyo ni 6, ile ni 6 ya kwanza ya dhahabu, na vigao 300 vya dhahabu vilivyofuliwa,
kila kigao kimoja kilipata mane 3 za dhahabu. Mfalme akaviweka katika nyumba ya mwitu wa Lebanoni. Tena mfalme akafanya kiti cha enzi kikubwa cha pembe, akakifunikiza kwa dhahabu iliyo safi. Kiti kile kilikuwa na daraja sita ya pili, na juu yake imevingirishwa nyuma mkono huu na mkono huu mahali pa kuketi, na simba wawili wakilinda vile vitu ambavyo tayari Sulemani aliviangusha baada utapaona alipoenda kuangushia. Na kuketi na simba 12 wakisimama kando ya hiyo mikono, na simba 12 wamesimama juu ya daraja sita ya tatu, huko na huko, wala akikufanyika kwa mkono wake katika ufalme wowote. Kiti cha Sulemani ndio kinafanyika kwenye nguvu ya wale mafrimason makalki, ndio wanatumia hiyo namba. Wanatumia kiti cha Sulemani kwa sababu yeye sita kwa ajili ya hapa, kwa sababu hao wanatumia agano la jua na mwezi. Wanatumia ile Yerusalemu ya kwanza iliyoanguka kwa ajili ya ibada ya wafalme wa pili 23 ile 5. Nasoma, akawaondoa wale makuhani walioabudu sanamu ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ili kufukiza uvumba katika mahali pa juu ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu. Nao pia waliomfukizia uvumba bahari na jua na mwezi na sayari na jeshi lote la mbinguni. Kwa hiyo wakawa wameshika uumbaji, kwa sababu agano kubwa juu ya nchi lilikuwa ni la mchana na usiku, na mtawala usiku na mchana ni jua. Kwa hiyo na zote zilikuwa ni spirit. Kwa hiyo baada ya anguko la Hawa kuwa chukizo kwa Baba, ina maana akasema hii Yerusalemu mtaifuta. Kwa hiyo ile nguvu ya namba ya utajiri juu ya nchi ndio ikawa tangazo kwa wale manabii na mitume waliokuwa Babeli kwamba wakati wa mwisho tutagongwa chapa, lakini chapa hiyo iko huku. Ni mfumo tunaoishi ndani yake usio kuruhusu wewe kupata kitu, sio kuchapwa. Haya nasoma hapa sasa ili uelewe na tuelewe sisi sote. Ile Ufunuo 19 ile 19, ili tupate kuelewa huyo sasa mnyama ambaye tayari atadumbukizwa kwenye ziwa la moto. 19:19. Kisha nikamuona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya kiti, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, na yeye aliyezifanya hizo ishara. Kwa hiyo nimekutajia kwamba hawa wote hawa jamaa Ufunuo 16 ule 13. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, yani maelekezo, na katika kinywa cha yule nyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Kwa hiyo hizo ndio zilikuwa zinakaa baka, ambazo ndio zinatengeneza akili kuvuruga watu, kwa sababu nguvu ya madhabahu yao ni ya uongo. Kwa hiyo tunaona roho za udanganyifu juu ya nchi zikiwa ndani ya zile elimu mbalimbali tulizokuwa tunaelimishwa za imani, tumaini, tukiwa kwenye mfumo wa Babeli.
Sasa kwa sababu hakuna aliyeelewa hiyo 666 ina maana gani, sasa tunamwona huyo ambaye tayari ndani yake ndo anapigwa kibiriti. Tuone kwenye Ufunuo 13, alafu twende tukasome hapo. Kisha nikaona mnyama akitoka baharini, yaani roho za uharibifu zinatoka kwenye lugha zetu, kabila zetu, mifumo mbalimbali. Ndio anasema kwa sababu huyo mnyama anambeba kahaba. Ukumbuke hiyo. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwepo na mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha ya maumivu, na pigo lake la mauti likapona. Na unajua tu mauti ina maana ni udanganyifu, yaani katika ule mfumo wa kufundisha. Dunia yote ikastaajabu mnyama yule, wakamsujudia yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo, nao wakamsujudia yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi miezi 42, yaani miaka 3.5. Akafunua kinywa chake amtukane Baba. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu, kwa sababu walikuwa na kunywa damu, watakatifu walianguka. Akapewa uwezo wa kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakao juu ya nchi wamsujudie. Kwa ndio maana unaona ibada mbalimbali sasa za kula damu, za yaani mitula minini mingi watu tunafanya, lakini ni favor ya adui kuendelea kuishi. Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa anasigiwa na asigee, mtu akichukua mateka atachukua mateka. Kisha nikaona mnyama akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili, ndio utimilifu sasa wa Babeli. Akanena kama vile yule joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia yote wakao juu ya nchi wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jina lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka juu uje juu ya nchi. Sasa ni madanganyo. Ndio maana unaona manabii mpaka wanatoa moto vinywani. Hizo ni ngwembo za yule jamaa. Sasa tunaona huyu anayewashika anashika kabisa. Sasa yule joka anamshika ni nani? Nasoma sasa hapa Ufunuo ile 20:1. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mahali pake mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka wa zamani ambaye aitwa Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, hata ile miaka 1000 itimie. Baada ya hayo yapasa afunguliwe kiasi. Ndio nayoiona ile vita. Miaka 1000 ni kama ile tuliyofundishwa kwamba ile miaka 930 na miaka 70 ilikuwa inatakiwa miaka 1000 ndio atamshika. Ni ile siku ya mwisho ndio inamshika joka, kumtambulisha kwamba joka ni nani, na yule nyama ni nani, na ile 66 ni nani, na yule anaitwa kwa ajili ya kahaba ni nani, na yule anaitwa kwa ajili ya yule baba uongo ni nani, wote wajulikane. Alafu zile pini sasa za ndani yetu tulizokuwa katika utisho na yale malomba mbalimbali yalikuwa juu ya nchi yaondoke, kwa sababu baba yuko juu ya nchi. Yale mafundisho tuliokuwa tunafundishwa ya mbinguni ndio yalikuwa yanasababisha hapa juu ya nchi hawa jamaa wa enjoy.
Kwa hiyo anakamatwa huyo nabii wa uongo na yule mnyama wanapigwa kiberiti kabisa. Hapa nimalizia. Hiyo miaka itakapokwisha, shetani naye atafunguliwa, atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne. Sasa hiyo ndio ile vita unayoiona pale, yaani ni zile roho chafu zinaungana pamoja kutengeneza kama ushindani na ile kweli, kwa sababu Babeli anatumia nguvu ya utawala usio wa kweli, Israeli anatumia si kweli, na ibada mbalimbali za Wakaldayo sio katika kweli. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo na yule, nao watatezwa umilele na umilele. Sasa hilo ziwa la moto ni nini? Tasoma hapo. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Hiyo ndio habari ya utimilifu, ile nguvu ya, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia fahamu zote sasa, na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Yaani sasa wanatoka kwenye kutumiwa, wakati majira inaposimama ile ya kweli, majira moja na ile siku ya mwisho ya Baba ya watu wote, sio kuwa na ubaguzi, kwamba huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo, huyu Mchina, sijui Mwethiopia. Wote tumetoka kwenye 28 miezi 9. Kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, maana wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Baali ikawatoa wafu. Kumbuka sasa, Baali yule ambaye alikuwa ni mnyama akitoka baharini, kwenye kabila, lugha, jamaa, koo, ibada mbalimbali, hiyo ni Baali. Kwa hiyo inawatoa, kwa sababu tulikuwa huko kwenye nguvu ya, baada ya kuwa ni mwaka wenye miezi 9, tunaita miezi 9, tulikuwa tumefichwa hapa. Ndio maana sio rahisi kuvunja juu ya nchi neno kabila, sio rahisi, kwa sababu msingi uliojengwa umejengwa hapo, yaani kila mmoja kutetea mahali pake. Lakini ni sawa, tunaona ni sawa, lakini kwa Baba sio hivyo. Hiyo ni bahari iliyokuwa imemeza, na yule mnyama alikuwemo hapo, na huyo kahaba alikuwa hapo. Mauti na kuzimu zikawatoa wafu, yaani mauti na kuzimu, hawa waliokuwa wamekaa kwenye hicho kiti. Ndio na pointi tena, huyo mwanamke ambaye ni kahaba, na huyo joka mwenye ndimi mbili, mnyama na baba uongo, na mungu wa dunia hii, na ibilisi na shetani, kiti chao ni cha uongo. Ina maana ni mauti na kuzimu. Hicho sasa, kwa sababu hakikueleweka kwamba mauti na kuzimu ni nini, tunakombolewa na nguvu za mauti na kuzimu ni nini, yaani uongo ndio tunakombolewa, tunatoka. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikawatoa, zikatupwa katika lile ziwa la moto. Ina maana mnyama, na hii majira ya mwaka wenye miezi 12 kinabii, si katika ibada hiyo, inabaki kwenye nguvu ya serikali zetu juu ya nchi. Ibada inabaki ya kumwabudu Baba direct kupitia majira ya mwaka wenye miezi 9 kwa utimilifu. Ndio ibada ya hapo, kwamba wote tutaabudu moja, kama vile alivyosema kwenye Zekaria 14:7 ile 9. Kwa hiyo hapa tunaona sasa ndio agano la 6 lipo huku, ambao ni agano la Suleimani walilolichukua dunia.
kupitia ile nguvu ya Yeremia 33:6. Ina maana hii ilikuwepo, watu wamepigwa chapa kitambo, sio leo. Kwa hiyo adui tu anatengeneza kwamba ile kweli kija kila mmoja asielewe, kwa sababu biashara sasa hivi ni mitume na manabii ndio wanafanya biashara kwa watu. Roho za udanganyifu juu ya nchi ni nyingi. Kwa hiyo wakatupwa mnyama, ibilisi, baba uongo, shetani na kahaba, wote sasa wameshikwa, wametupwa kwenye lile ziwa la moto. Ziwa la moto ina maana ni kweli yote kutapakaa, wewe kuielewa, yule mwingine kuielewa, mkubwa kuielewa, kiongozi kuielewa, mweupe, mweusi, mdogo, wote wanajua kwamba maisha ya mbinguni sio fungu letu. Kwa hiyo akifika pale anafundishwa habari na unafahamu mbinguni ni wapi, hauwezi kukaa. Kwa hiyo tayari, kwa sababu tayari miaka 1000 imetimia na ndio majira timilifu. Hapo ina maana ndio mahali pa kuenjoy sasa kwa ajili ya maisha yetu juu ya nchi, kwa sababu ndilo lile kusudi. Sasa mauti ile ambayo inatakiwa kila mmoja uepukane nayo, kwa sababu majira hii haina majira ya kwamba ya kuendeleza dhambi. Nitaisoma hapa. Hapo Ufunuo 21 ule mstari wa 8. Bali waoga, wasioamini, wachukizao, wauaji, wazinzi na wachawi, au waabuduo sanamu na waongo, wote sehemu yao ni katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo shida ni nyingi, kwa hiyo tubadilike. Napasoma tena hapo Ufunuo 22 hapo 15. Huko nje wako mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya hapa. Kwa sababu hapa maisha yote ni elimu za mbinguni. Kwa hiyo elimu za mbinguni zimesababisha dhambi kubwa juu ya nchi, kwa sababu watu wote hawaogopi tena. Kwa nini? Kwa sababu wanasema hapa sio kwetu. Kwa hiyo anaweza kufanya mambo ya ubaya alafu akasubiri kuja kuombewa wakati mambo anataka kuondoka. Sasa hivi hamna kuondoka, kwa sababu ni hapa hapa. Kwa hiyo ni kubadili. Kwa hiyo unaweza kupitia mambo magumu sana kwa majira hii usipokubali, kwa sababu ni Baba ndio tayari yuko kazini, yuko kwenye nguvu ya sisi kutufundisha. Kwa hiyo namshukuru sana Baba kwa ajili ya kufuta hiyo mauti ya kwanza iliyokuwa kwa ajili ya kutumika mara mbili, na ile mauti ya pili. Mauti ya kwanza ina maana ni kuachana na baba na mama, ndio tukapata majira ya kutopata thamani, ule upofu, ule uziwi, ndio ilikuwa mauti ile ya kwanza. Mauti ya pili ni ile ambayo sasa ni yani upo lakini huna chochote tena, kwa sababu unafanya upo tu. Ile mauti ya tatu itabaki mkononi mwa baba, ambao kwa sababu anayeweza sasa kumtoa mtu moyo, kumtoa mtu roho kwa ajili ya kuangamia ni atabaki baba. Ile ndio itakuwa ni mauti ya tatu. Kwa hiyo tunamshukuru sana yeye kwa ajili ya kufuta kabisa neno anayeitwa ile 6:6 juu ya nchi. Amefutwa na baba, hayupo huyo 6. Kwa hiyo sasa ni majira ya wewe kuandikwa kwenye kitabu cha uzima, ambacho ndio sasa baba anaandika, na ule mti wa uzima ambao ndio mfumo wake baba. Kwa hiyo baba ametubariki, taifa limebarikiwa.
serikali imebarikiwa, rais amebarikiwa na ametozwa na watu wote wa imani zote, weupe, weusi, wekundu. Na tumshangilie sana baba, kwa sababu tayari majira ya kuwa juu ya nchi imefika. Aibu kwa ajili ya dunia na ushetani uliokuwepo juu ya nchi. Kwa hiyo hakuna mahali pa makafara tena, nguvu ya ubaya tuencha huko. Kwa hiyo namshukuru sana. Karibu kwa ajili ya Kweli Yote TV. Basi yeye baba atulinde, atutunze na amebarikiwa.